Uchumi ni study au ni kujifunza kuhusiana na uhitaji wa vitu na namna vinavyoweza kupatikana, kwa lugha rahisi kabisa. Na tukisema biashara, manake ni mfumo unaoutengeneza kutoa thamani au kukidhi mahitaji ya watu na wenyewe wanakulipa pesa. Kwa lugha rahisi sana ningeweza kueleza hayo maneno mawili kwa namna hiyo. Kwa hiyo sio neno kwamba ni la ajabu sana, ni kawaida tu kwamba tunapozungumzia uchumi tunazungumzia upatikanaji wa vitu na namna vitu vinavyohitajika sokoni. Hiyo tofauti ya vitu hivyo viwili ambao tunaita demand na supply ndio vinatengeneza kanuni ya kiuchumi. Kwa hiyo kitu kinakuwa na thamani zaidi kama kinahitajika sana sokoni lakini upatikanaji wake ni mdogo, na kitu kinakuwa hakina thamani kama kinapatikana sana sokoni lakini uhitaji wake ni mdogo. Kwa hiyo tukizungumza uchumi na biashara, hatuwezi tukaepuka kuzungumza kitu kinaitwa fedha, kwa sababu fedha ni moja ya jambo la msingi inapofika kwenye swala linalohusiana na biashara. Sasa kitaratibu hapa duniani kuna elimu za aina 5 zilizoko duniani ambazo zote zina umuhimu wake kulingana na mazingira uliopo. Aina ya kwanza ya elimu huwa tunaita scholastic education. Okay? Au hii kwa lugha rahisi ungeita ni elimu ya msingi. Elimu ya msingi haimaanishi tu kusoma shule ya msingi, inamaanisha ni kujua vitu vya msingi vinavyoweza kuendesha maisha yako. Elimu hii inatufundisha mambo ya marahisi, kwa mfano kuhesabu. Inatufundisha kuandika, inatufundisha kusoma, inatufundisha kuhusiana na watu. Hii yote tunaita ni elimu ya msingi, ambayo ndio elimu ya kwanza. Sasa elimu ya msingi haiwezi kukusaidia sana kuwa na mafanikio kwenye maisha yako. Inakutengenezea msingi wa maisha, lakini hakiwezi kuwa ndio kigezo kikubwa cha wewe kufanikiwa kwenye maisha yako. Aina ya pili ya elimu tunaita elimu ya kitaaluma au tunaita professional education. Elimu ya taaluma, elimu ya taaluma. Kwa elimu ya taaluma ni ile ambayo mtu amepata maarifa kuhusiana na jambo fulani mahususi kwenye maisha yake. Kwa mtu anapoenda VETA akasomea ufundi wa magari, manake huyu ana taaluma ya ufundi wa magari. Akasomea udereva, huyu ana taaluma ya udereva. Mtu ameenda amesomea udaktari, huyu ana taaluma ya udaktari. Sasa hii ni elimu ambayo ni kubwa kidogo kuliko hii, lakini bado haijitoshelezi kwenye maisha yako ya kila siku. Ndio maana leo katika mataifa yetu ikiwemo na Tanzania, moja ya changamoto kubwa tunayokutana nayo, tuna wanafunzi wengi wanaomaliza vyuo na vyuo vikuu lakini hawana ajira, kwa sababu elimu inayotolewa darasani haijaandaliwa kumsaidia mtu kujiajiri. Lazima apate elimu ya ziada. Na kwa nini iko hivyo? Kwa sababu mfumo wa elimu ya darasani asili yake haujatengenezwa kukufanya wewe ujitegemee. Elimu ya darasani ilitengenezwa kukufanya wewe uwe mtumwa, ukifuatilia historia yake. Kwa hiyo huwezi ukategemea elimu pekee ya darasani ikutoe kimaisha. Ndio maana wengi unaweza tukapeleka, hata sisi tuko hapa wazazi, unaweza ukapeleka mtoto shule akasoma akamaliza ukiwa na matumaini kwamba pengine akimaliza ataweza kujitegemea, atakuwa na uwezo mkubwa, alafu unakuja kuvunjwa moyo, unakuwa disappointed kwa sababu anarudi nyumbani tena anaanza kula ugali wako na wali wako pale. Ameshindwa kujitegemea kwa sababu elimu hii haiwezi kumfanya mtu aweze kujitegemea, kwa sababu pia haikutengenezwa hivyo. Na nitapa historia kidogo, mfumo wa elimu umetoka wapi ili muweze kunielewa vizuri. Mfumo wa elimu haukuanza kwa sababu watu walikuwa wanatafuta kuwapa watu maarifa ya kuwasaidia kwenye maisha. Hapana. Ukisoma historia yako duniani, kuna mapinduzi 5 yamefanyika ya kimaisha. Awamu ya kwanza ya mwanadamu
aliishi kama mtu ambaye anawinda na kukusanya matunda, ambao mpaka leo ziko jamii zinaishi hivyo, kama Wahadzabe wanaishi namna hiyo. Tunaondoka nyumbani kutafuta matunda, kwenda kuwinda, tunapata chakula. Huo ndio ulikuwa mfumo wa kwanza. Katika kipindi hicho hakukuwa kuna shule yoyote, watu walikuwa waendi shule na walikuwa wanaendelea kuishi kama kawaida. Awamu ya pili ilipofika, watu wakaanza kuingia kwenye kilimo, na kwenye kilimo ndipo ambapo tunaona mfumo wa kifamilia ulianza kuwa na nguvu zaidi, kwa sababu ilikuwa inaonekana wale ambao wana familia pia kubwa zaidi, maana yake wana watendakazi wengi zaidi kwa ajili ya sehemu ya kilimo. Na matajiri wa kwanza ukiwafuatilia walikuwa ni kwenye eneo la kilimo huku duniani. Sasa mfumo ule haukudumu muda mrefu sana. Ikaja mfumo wa tatu, mapinduzi ya chuma, ambako binadamu akagundua chuma. Binadamu alipogundua chuma ndipo ambapo mabadiliko makubwa yakatokea ya kiuchumi. So baada ya kugundua chuma, vifaa vikaanza kutengenezwa ambavyo vina uwezo mkubwa zaidi kuliko vifaa vingine. Sasa wale ambao walikuwa wamejiimarisha kwenye kilimo awamu ya pili wakawa na uwezo mkubwa wa kununua vifaa kwa ajili ya kufanya kilimo cha kisasa. Na hapo ndipo biashara ya utumwa ilipoanzia. Wale waliokuwa wana chakula hawajiwezi, kwa sababu chakula kimewaishia, wanaenda kuwaomba wale wenye chakula. Wenye chakula wanawaambia, hatuna shida, tutawapa chakula, lakini unilimie hapa, lakini unifanyie kazi. Ndivyo biashara ya utumwa ilipoanza kuingia. Sasa mapinduzi ya chuma yakaleta mapinduzi mengine ya nne, yanaitwa mapinduzi ya viwanda. Na mpaka wakati huo ukifuatilia historia, pesa iliyokuwa inatumika sio hii tunayoiona leo. Kwa wanahistoria mliokuwa hapa mnafahamu kwamba kuna vita ilishawahi kupigwana huku duniani, watu wakipigania chumvi, kwa sababu chumvi ilikuwa ndio pesa ya wakati huo. Wanaofuatilia historia wanajua kwamba haya makasha ya kumbwa tunayovua yaliwahi kutumika, hizi seashells wanaita, ziliwahi kutumika kama pesa huku duniani. Waarabu walitumia, hata Wajerumani wakati wanakuja kabla hawajaleta yao walitumia pia. Sasa mapinduzi ya viwanda yalivyotokea, nini kikatokea? Ikaonekana kwamba sio watu wote wanaweza kupelekwa viwandani kufanya kazi kwenye viwanda. Lazima tuwafundishe watu, tuwafundishe namna ya kutumia mashine, tuwafundishe namna ya kuzalisha, ili sasa hawa watu waweze kuzalisha viwandani. Sasa katika wale watumwa wakachaguliwa watumwa wachache wapelekwe kusoma ili waje kufanya kazi viwandani. Ndio mfumo wa shule ulipoanza. Kwa shule kwa asili haikutengenezwa kumsaidia mtu atoke kwenye umaskini moja kwa moja. Ndio maana lazima uwe na kitu cha ziada, utafute maarifa ya ziada nje ya mfumo wa shule ili uweze kufanikiwa kwenye maisha. Kwa mfumo ule ulivyoanza, ndio kitu kikaja kinaitwa white collar jobs. Watu wakaanza kuvalishwa maovaloli ili wawatofautishe wao na wale watumwa wengine ambao hawajapata hiyo fursa. Kwa hiyo walivyoingia kwenye viwanda wakasema hawa ni watumwa kweli, lakini ili tuwaonyeshe kwamba wao wako tofauti na wengine na watumwa wengine, tuwafanyie vitu tofauti. Cha kwanza nini? Tuanze kuwalipa. Ndio system ya mshahara ilipoanzia. Ndio maana nikiongea na wafanyakazi nawaambia hakuna siku mshahara wako utakutosha, kwa sababu mshahara unapimwa kulingana na maisha yalivyo. Maisha yakiongezeka kidogo na mshahara unaongezeka hapo hapo. Kwa hakuna siku utasema mshahara unakutosha. Lazima uwaze tofauti hata kuja kutokea duniani, kwa sababu mshahara unaongezwa kulingana na mfumuko wa bei. Wanaangalia mfumuko wa bei ni kiasi gani na mshahara unaongezwa kwa kiwango hicho. Kwa hiyo hautaona tofauti ya kitu chochote kilichoongezeka. Kwa hiyo hao wakaanza kuwalipa mshahara. Lakini baadaye wakaanza kusema hao bwana, tuwatengenezee mazingira bora zaidi. Wanatoka nyumbani, wanakuja wanazalisha, wanapoteza muda mwingi huku njiani. Kwa hiyo tufanyeje sasa? Ngoja tuwatengenezee nyumba karibu na maeneo ya uzalishaji. Ndio maana ukienda kila mkoa wa Tanzania kuna quarters zilikuwepo. Walikuwa wanakaa wafanyakazi. Hawakujengewa quarters kwa sababu walikuwa wanapendwa. Walijengewa quarters kwa sababu wawe karibu na eneo za uzalishaji ili wasipoteze muda kwenda ofisini na kurudi.